Jamii ya Wauganda nchini Ujerumani imeingia kwenye majonzi kufuatia kifo cha Samantha Twinomugisha, kijana mwenye umri wa miaka 23 aliyefariki wiki hii katika eneo la Kleve, magharibi mwa Ujerumani. Taarifa zinaeleza kuwa Samantha alijiua kwa kujitupa mbele ya treni, huku marafiki na ndugu wakithibitisha kwamba alikuwa akipitia msongo mkubwa wa mawazo. Mama yake, jina limehifadhiwa, amesema binti yake alikuwa mwanafunzi wa mwaka wa pili chuo kikuu. Alipitia changamoto nzito na alionekana kutelekezwa na watu aliokuwa akiishi nao. Aidha, anawashutumu baadhi ya wanajamii wenzake kumwathiri kiasi cha kuchangia yaliyotokea. Siku chache kabla ya kifo chake, Samantha alidaiwa na wanawake wawili wa Uganda kuwa ana uhusiano wa kimapenzi na wanaume hao. Hata hivyo, mama yake amesema binti yake alikuwa tu mshiriki wa biashara na wanaume hao na kwamba wanawake hao walisoma vibaya ujumbe wa kibiashara waliouona kwenye simu za waume zao. Rafiki wa Samantha aitwaye na Kigozi amesema moja ya ujumbe wa mwisho aliotuma kwa mama yake ulisomeka, hakuna anayepigania haki yangu, hakuna anayeamini maneno yangu. Baada ya kifo chake, marafiki na wanajamii walifungua ukurasa wa GoFundMe kutafuta euro 16 kwa ajili ya kusafirisha mwili wake na kurejea Uganda kwa mazishi. Walimkumbuka kama msichana mwenye matumaini, bidii, upendo na moyo wa wema, mtu aliyekuwa akileta faraja na joto la upendo katika kila sehemu aliyoingia. Samantha alizaliwa Oktoba 2002, akalelewa katika wilaya na kusoma katika Seta High School na Bisunsa Girls na baadaye chuo kikuu cha Makerere ambako alipata ufadhili wa masomo kwenda Ujerumani.